Kama unavyoona hapa ni sehemu ya mashamba yangu ya mwanzo kabisa ambayo nilianza kulima mwaka 2009. Mashamba ya mwanzo kabisa, na shamba hili ndio shamba mama kwenye mkoa wa Njombe, kwa sababu mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa wakati ule Mama Nchimbi, Rehema Nchimbi, alikuja kufanya uzinduzi wa kilimo cha parachichi kwenye mkoa. Uzinduzi ulifanyika hapa kwenye shamba hili. Kwa hiyo hili ni shamba mama kwenye parachichi mkoa wa Njombe, na ndio shamba ambalo kwa mara ya kwanza 2009, mwaka 2009 lilipandwa kwa ukubwa wake. Kimsingi hapa ni nyumbani na ndio makao makuu sasa ya maparachichi. Nasema ni makao makuu kwa sababu kama ambavyo nimeeleza kwamba hamasa zote zilianzia hapa. Vikundi mbalimbali vilivyokuja baada ya 2009 vilikuja kupata shule hapa. Mambo mengi yamefanyika hapa na serikali na idara ya kilimo na taasisi mbalimbali zinazohusiana na mambo ya kilimo kama vile TAHA, watu wa TechnoServe, watu wa USAID, watu wa ukiachana na TechnoServe kulikuwa na Enterprise Works, na wenyewe walifanya kazi sana kwenye hili shamba. Ninachoweza kuzungumza tu ni kwamba sasa hivi tunakula, tulishalima, tulishaweka misingi. Kwa hiyo shamba sasa linarudisha shukrani. Kwa hiyo ninachofanya mimi ni mavuno na kusimamia upigaji wa dawa, uongezaji mbolea na nini, lakini kimsingi namshukuru Mungu sasa tunaishi kupitia hii miti. Lakini pia mazao haya ndo ambayo yamesukuma zimejengwa collection center na wenzetu wa TAHA wakishirikiana na sisi wenyewe wakulima. Na juzi mkuu wa mkoa akiwa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo walikuwa wanafanya uzinduzi pamoja na sisi kama wanufaika wa hizi collection center ambazo zimejengwa na watu wa TAHA kwa lengo tu la kuongeza thamani au kuongeza mnyororo wa thamani kwenye zao la parachichi, kwa sababu kabla ya hizi collection center tulikuwa tunapata shida sana namna ya kuchuma na kuhifadhi maparachichi ili baadaye yaweze kuhifadhiwa vizuri na baadaye kupelekwa kwenye viwanda. Kwa sasa tunamshukuru Mungu, tukivuna hapa. Cha kwanza ninachojivunia katika masuala ya parachichi, tumebadilisha mitazamo ya familia. Tumebadilisha mitazamo ya familia kwa maana ya kwamba zamani vijana wakihitimu shule ya msingi kazi zao ilikuwa labda ni kutengeneza mikaa, kuenda kukimbiza kuni kupeleka mjini. Wengine walikuwa makuli, wapakiaji wa magunia, viazi, mahindi na kazi nyingine nyingi. Wengine walikuwa wanaingia tani watumwa, wanakata mkaa, wanasumbuana na wamiliki. Sasa hivi tumebadilisha mtizamo. Sasa hivi vijana wamejikita kwenye zao la parachichi. Wako wanaofanya kazi za kununua, wanaofanya kazi za kuvuna, wako wanaofanya kazi za kulima. Kwa hiyo sasa hivi parachichi limekuwa ndio uti wa mgongo wa uchumi wa maeneo haya. Kwa hiyo tunajivunia kwamba tulileta zao ambalo hatimaye limechangia kuinua uchumi wa wananchi wote, pamoja na taasisi, kwa sababu hata mashule ukienda shuleni na wenyewe sasa hivi wanavuna maparachichi. Kwa hata ile michango midogo midogo ambayo taasisi za elimu na taasisi mbalimbali, makanisa walikuwa wanategemea kwa wananchi, sasa hivi tunavuna tu maparachichi, tunatatua changamoto zetu. Lakini pia kingine ambacho tunaweza tukajivunia, wananchi sasa wamebadilika. Ukiangalia mitaani huko kuna majengo mengi mazuri ambayo zamani tulikuwa tunategemea yanajengwa huko kwenye mawilaya makao makuu au kwenye mikoa. Lakini sasa ukija huku unaona wakulima wanaweka majengo yao mazuri kabisa. Watu wanaishi kwenye nyumba za kisasa, lakini wananchi wenyewe afya zao ziko sawa, wako vizuri, wanavaa vizuri, wanakula vizuri. Kwa hiyo tunajivunia kwamba miti hii imebadilisha maisha yetu na ya wananchi kwa ujumla. Wito wangu ni kwamba
Cha kwanza ni endelee kuwahamasisha wananchi kuendelea kutunza parachichi, na wale ambao bado mpaka leo hawajafikiri kulima wakazane kuendelea kulima. Lakini pia kwa serikali yetu ninaendelea kuwapa nguvu. Jana limetoka tangazo kwamba Wizara ya Kilimo kupitia taasisi ya Kopra wanataka kuanza kugawa miche ya ruzuku. Maanake serikali na yenyewe imeshaingia, sio ndo inaanza, imeshagawa miche, lakini sasa naona ndo wamedhamiria, wametoa tenda kwa wazalishaji wa miche ya parachichi wazalishe miche kwa wingi sana, ili serikali igawe miche ya ruzuku kwa wakulima kwenye maeneo ambayo maparachichi yanakubali. Kwa hiyo mimi wito wangu, naendelea kuiomba serikali endelee kutunga mkono kwa hiyo mambo mazuri ambayo wanatufanyia. Lakini pia nimeiona serikali inakwenda sasa kutaka kulishika kimkakati hili zao, kwa maana ya kwamba hawa Kopra wao ni wasimamizi wa mazao mchanganyiko, lakini kwenye ishu ya parachichi nimeona sasa wanasimama, wanataka kuja kuongeza thamani ya hili zao, kwa maana ya kwamba wasimamie sasa kuanzia kwenye uzalishaji, lakini kubwa kwenye masoko. Watu wengi wanalia na soko kwa sababu hawana taarifa leo parachichi China linauzwa shilingi ngapi. Hawana taarifa India leo parachichi linauzwa shilingi ngapi. Hawana taarifa Uarabuni leo parachichi linauzwa shilingi ngapi. Hawana taarifa Ulaya leo parachichi linauzwa shilingi ngapi. Taarifa iliyopo ni mnunuzi anafika shambani, anasema leo nanunua 1200, leo nanunua shilingi 800, leo nanunua shilingi 1500. Kwa hiyo hakuna taasisi ambayo ni taasisi kiongozi ambayo inatoa maelekezo ya siku kwa siku juu ya zao la parachichi. Tumeacha wanunuzi wanafanya wanavyotaka, wanawalalia wakulima, na wanunuzi walio wengi wanatoka nje. Kwa hiyo tunalima sehemu kubwa, faida kubwa wanaenda nayo wenzetu. Lakini serikali sasa imeliona hili, naona imekuja vizuri kabisa na mpango mkakati, na mimi mwenyewe nimehudhuria mkutano mkuu wa kwanza wa wadau wa parachichi Tanzania uliofanyika pale Dodoma kwenye ukumbi wa Midland. Mimi mwenyewe nilikuwa mshiriki, na mimi nilitoa mawazo yangu na tulitoa mawazo mbalimbali. Bahati njema Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe ndo alikuwa mgeni rasmi. Alitoa hotuba yake ambayo ilisheheni matumaini makubwa kwa wakulima wa parachichi na mazao mengine. Lakini baadaye mimi nilikuwa miongoni mwa watu wachache ambao tulikutana pale Morogoro, tukikutanishwa na watu wa Kopra na wizara, ili twende tukatengeneze misingi mizuri. Sisi kama wawakilishi wa wakulima twende tukatengeneze misingi mizuri, kwa maana ya kwamba sisi tumeshapita changamoto nyingi, tunaishi liliko zao, tunayajua mengi. Kwa hiyo wizara ilituita ikatukutanisha na wataalamu mbalimbali wa mazao mengine pamoja na wataalamu kutoka Kopra na wizarani, ili tuweze kutoa maelezo juu ya nini kinaendelea kwenye zao la parachichi huku kwenye saiti. Na tulifanya hivyo, tumejaribu kuweka kanuni, taratibu za uendeshaji wa hili zao ambazo zimepelekwa sasa kwa Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya maamuzi. Ninaamini zao linaenda kurudisha heshima yake. Miaka 5 iliyopita parachichi hapa tulikuwa tunauza 2000, 1700 msimu mzima. Lakini sasa hivi parachichi lina, kama nilivyoeleza, Mkenya au mnunuzi kutoka maeneo mengine anakuja hapa, anajipangia bei, wanajifungia kwenye chumba, wanasema hili wiki tununue shilingi kadhaa, hili wiki tununue shilingi kadhaa. Hatuna namna, tunawauzia. Lakini kwa sasa serikali imeamua kuingilia kati, ninaamini zao linakwenda kutoa majibu. Mwisho kabisa ni sisi kama wadau wa parachichi tunapendekeza kwamba serikali iangalie jinsi ya kuwekeza, kuwawezesha Watanzania ambao wanauelewa mkubwa na mambo ya masoko, wanauelewa mkubwa na hili zao. Angalau tungepata na sisi mitambo kwanza ile ya kufanya processing, tuweze kuchakata hizi parachichi kwenda kufanya bidhaa nyingine. Lakini tupate mitambo ambayo inaweza kufungasha parachichi na sisi wenyewe tukaunganishwa na masoko makubwa yaliyopo duniani. Lakini tupate mitambo pia ambayo inaweza kutusaidia tukawa tunavuna maparachichi, tunachuja mafuta, kwa sababu sasa hivi duniani mafuta ya parachichi yana soko kubwa, yanauzwa kwa gharama kubwa sana. Lakini wenzetu wanakuja wananunua kama reject, wananunua kwa bei 300, 400, 100 ngapi, wanaenda kule wanachuja mafuta, wanauza kwa bei kubwa sana.
Huo ndio wito wangu kwa serikali. Ninaamini serikali ni sikivu, itatusikia ili kumkomboa Mtanzania ambaye amevuja jasho aweze kupata kipato sawasawa na kazi aliyoifanya.